Mbona kwa mzembe mzembe hivyo? Wewe ni nani unaniuliza hivyo? Nimekufuata wewe. Sister vipi? Umekuja kufuata nini hapa? Sister, kwani tuna ugomvi wewe na mimi? Mimi nakuja kukusalimia tu hapa, nimekuona umekaa umeboeka mwenyewe, sasa nikusalimie nikuulize mawili matatu. Tusiende mbali sister. Mimi na shida na mdada mmoja hivi anaitwa Bibonge. Dada na vitu vyangu. Mambo? Poa, mambo? Poa, mzima? Mzima. Mimi niko poa. Samani, huku kwenda wapi? Nenda kununua mafuta, si unajua tena mwezi wa Ramadhani huu. Kumbe ni mwezi mtukufu? Yaani nimesahau jale kama huu ni mwezi wa Ramadhani. Sema samani, kwa kuwa umefunga basi acha niende. Subiri kwanza. Kwani ukiwa umefunga uruhusiwi kuongea na mtu? Sasa mimi nitaongea nini nawe? Zaidi tu nitakutamani tu hapo basi. Sawa, hata kupiga story mimi naye uruhusiwi? Sasa dada yangu, wewe umefunga. Wewe na kike, mimi ni wa kiume. Alafu ukizingatia huu ni mwezi mtukufu sasa. Kukaa mimi na hivi babani haileti maana. Bibonge ndo nani? Kuna yani sijui mdada sijui mama, yani yupo kwenye igizo hapo, ni mweupe hivi afu ni mbonge hapa na kidoti hapa. Simjui. Samahani sister. Hivi unaweza kunishirikisha chochote unachoendelea katika maisha yako? Vitu vingine havikuhusu, vikupite. Lakini sio kwa ubaya. Ujui nani atakusaidia hapa mjini. Achana na mimi, pata kilichokuleta. Basi sawa. Labda tupange siku, nipe namba yako, baadaye nitakucheki. Simu yangu mimi nimesahau nyumbani, alafu namba yangu sijaikariri kichwani. Dada, namba yako ukumbuke kichwani? Sasa tutakutana wapi? Tutaonana pale dukani. Pale mbele pale? Kama saa ngapi hivi? Mida ya saa 1 au saa 2. Basi poa. Usizingue. Hapana. Poa, baadaye basi. Nisikilize vizuri. Naona unanitania. Nilihitaji nyama. Naona muda unaenda na sijapata nyama. Sasa ni zamu yako. Takukula wewe nyama. Hapana mkuu. Hapana. Hadi mimi mkuu. Sasa kama unaona wewe hapana, unanitania. Mimi nahitaji nyama. Lakini
Zizi siku zinazozidi kwenda utaliwa wewe nyama. Lakini kama unajua kuna mtu ambaye tunamhitaji aje hapa, kaniletee nyama. Nitafanya hivyo mkuu. Naona yule Gile anafaa kuliko mimi. Sister vipi? Poa, karibu. Nipatie mweneji hapo. Mweneji hujafunga? Waislamu wa Kristo wamefunga. Wewe ndo shetani mwenyewe. Sister sio hivyo. Unajua jua kali hili na kazi ya swaumu kidogo, ila usitangaze sawa? Nikupe ya baridi au ya moto? Ya baridi, si unajua joto kali hili sister, sasa kuuliza. Bidi ninywe hapa taratibu hapa. Karibu tena. Asante. We kijana, kwani unanikimbia? Lakini leo mimi sijatenda kosa sister. Unakumbuka siku zile tulikuonya na tukakusii. Uloyaona pale na ulosikia pale uache pale pale. Sasa kwani unanikimbia au vikao unaponiona? Sister, kutokana na tukio la siku ile usiku, mimi mpaka sasa hivi nikiwaoneni mimi naogopa sana sister. Maana ya kunikimbia maana unataka uende ukatoe siri zangu, si ndio? Hamna, sijamaanisha hivyo sister. Mimi naomba tu nisamee. Sasa sikiliza. Lile onyo ulopata pale, unaponiona nione kama mtu wa kawaida. Usinikimbie kila mtu mpaka anishtukie, umesikia? Nakupa onyo iwe mwanzo na mwisho. Unaponiona mimi nione kama mtu mwingine. Sasa ole wako nikimbie tena. Umeelewa? Sawa. Sasa nikuone unanikimbia tena nitakachua au niondoke na wewe? Sio hivyo sister. Sasa mimi nimekuelewa. Sasa zingatia onyo. Unaponiona tu nione kama mtu wa kawaida, usinikimbie. Ukinikimbia naondoka na wewe, sawa? Umenielewa? Iwe mwanzo na mwisho. Au niondoke na wewe sasa? Basi sister. Sasa ole wako nione tena unikimbie, umesikia? Ile nyama yake imenona sana kuliko hata ya kwangu mkuu. Yaani ile inafaa kabisa, yaani nyama yake imenona. Fanya hivyo basi. Yaani imenona, ile nyama yake ndo nzuri kuliko hata ya kwangu. Fanya hivyo basi. Sawa mkuu. Nimesikia wito wenu. Nataka kuniambia nini? Mkuu anataka nyama. Na amempendekeza Gile. Sasa basi katuletee Gile sasa hivi kabla jua lijazama. Maana jua likizama hatujui kitatokea nini. Nasisitiza tena sasa hivi, ila asijue kama tunamwita sisi. Sawa mkuu. Nimekuelewa. Mambo. Salama kwema? Kwema. Nitotoka siku ile. Safi mzima. Mimi niko poa. Sema leo sitaki kuongea sana. Vipi nataka hela yangu? Baba wewe muha wewe. Hivi unajua kwamba ni mwezi wa Ramadhani, yani tunadaiana. Uone kama mimi hali ngumu sasa hivi kweli? Mwezi wa Ramadhani naelewa, ndio, na ndio maana leo nimekuja kitofauti sana. Nimekuja mpole, nimenywea. Mimi sitaki tena tuendelee kugombana, maana haina maana. Mimi nachotaka ni pesa yangu tu dadangu. Bwana mimi nitakulipa hela, usije kuniharibia somo bure, sawa? Huu ni mwezi wa Ramadhani, usitaki maneno. Kwa hiyo basi mimi pesa yako nitakutumia kwenye simu. Hizo utakuja uchukue mwenyewe. Nakuelekea tutagombana.
Mimi nakuelewesha kwa upole, unakuja juu wewe. Unanifahamu. Haya basi Aishi, nitakupigia kwenye simu bwana nichukue. Sasa mbona hivyo kama unanifokea? Yaani pesa yangu wewe. Namba yangu si una? Ndio na. Mbona kwa mzembe hivyo? Wewe ni nani unaniuliza hivyo? Haipasi kujua. Mbona upo makini na kazi yako? Na umefuata nini sasa hivi hapa? Kwa hii jinsi hivyo ulivyo. Hauwezi kuniuliza mazingira kama haya. Naona nibishia kama nani? Kwa hiyo ndio umekuja kunifundisha kazi hapa. Ukitaka kunijua mimi, nifuate. Twende nifuate. Mkuu, nimeshaletea mtu wenu. Huyu hapa. Mkuu, mbona umeniita sasa hivi? Kuna nini? Na mbona mpo katika hali kama hiyo? Wewe sasa hivi umekuwa waovyo. Waovyo? Kwa nini mkuu? Umekuwa waovyo sana. Sasa tumetafakari. Chama cha wachawi tumetafakari. Tumekuchagua wewe. Tukule nyama. Kwa nini mimi na sio wengine, na kati chama kina watu wengi? Unataka kubishana? Hapana mkuu. Tumekuandaa tukule nyama, nasema hivi. Wewe unatosha baada ya kukaa chama chetu cha wachawi. Nyama yako nyingi, nene, imependeza. Utaliwa nyama. Kwa nini asiwe mwingine mkuu? Tunataka kubishana? Unanitania? Nakukula nyama usiku wa leo. Leo mkuu umetufurahisha sana. Yaani umetufurahisha sana kwenye hichi chama leo. Nyama imenona sana. Na hii bahati yako. Asingepatikana ulikuwa wewe. Mkuu hapana. Mimi najua. Nyama hii ndio inatufaa. Mimi hivi hapana kabisa. Basi leo furahieni kula nyama. Nyama. Mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu, mtani kwangu.